Nani aliyesema kwamba Young Africans katika kesi yao wameshindwa? Kesi iliyokuwa kasi kwamba wameshindwa na dabi iko pale pale. Basi nikwambie tu kwamba kitu ambacho wamekiongea Young Africans ni kwamba wao wanatambua kilichotolewa ufafanuzi na kasi, lakini sio kushindwa kwa kesi yao. Bana, yani kurudisha katika ripoti ambayo imetolewa na TFF mara baada ya taarifa kutoka kasi na TFF nini walichokizungumza juu ya taarifa yao. Taarifa kutoka katika mamlaka zinazosimamia soka hapa Tanzania TFF ilipostiwa kuna ukurasa wa Instagram ikiwa na peji moja ikisomeka: Mahakama ya Kimataifa ya Usuluhishi wa Michezo kasi imetupa rufani ya klabu ya Yanga yenye kumbukumbu namba CAS 2025/A/11298 ambayo hiyo ilifunguliwa dhidi ya Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF kuhusiana na mchezo namba 184 Ligi Kuu Tanzania Bara NBC Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Walalamikiwa wengine katika shauri hilo ambao pamoja na mengine klabu ya Yanga iliomba mechi tajwa hapo juu isipangiwe tarehe nyingine mpaka pale itakapotolewa uamuzi ni bodi ya Ligi Kuu Tanzania TPLB pamoja na klabu ya Simba. Kutokana na uamuzi huo wa kasi, bodi ya Ligi Tanzania inaendelea na maandalizi yake ya kuhitimisha msimu wa Ligi Kuu Tanzania Bara kwa msimu wa 24-25 na kufanya maboresho ya ratiba ya ligi ikiwemo mchezo huo wa namba 184 wa Young Africans dhidi ya Simba, kisha kutangaza ratiba mpya haraka iwezekanavyo. Imetolewa na idara ya habari ya mawasiliano bodi ya Ligi Kuu Tanzania TPLB Mei Mosi 2025. Moja kati ya taarifa ambayo imekuwa ikizunguka sana katika mitandao ya kijamii na imekuwa ikiwasumbua watu wengi sana kutokana na taarifa hiyo ambayo imetoka kasi, lakini kitu cha kushangaza, mara baada ya kufanyiwa mahojiano rais wa klabu hiyo Young Africans Engineer Said na kuulizwa juu ya taarifa hizi ambazo zimetolewa kasi, yeye aliweza kusema kwamba kwa taarifa hizo ambazo zimetoka kasi yeye hazitambui. Anachokitambua ni ushindi na ubingwa ambao wameupata huko katika kutoa kombe la Muungano Cup, na aliweza kusema kwamba mapema iwezekanavyo nao watatoa taarifa na msimamo wa klabu kuhusiana na taarifa hiyo ambayo imetolewa. Swali la kujiuliza kwamba CAS wameamua kuirudisha Young Africans katika ngazi zinazosimamia mpira kwa hapa Tanzania yani TFF, na kupitia katika kamati ya Madrid, kamati ya Madrid na kamati ya rufaa TFF. Mara baada ya kupita katika hizo kamati ndipo warudi ndipo wapeleke shauri lao huko kasi. Je, Young Africans wataweza kweli? Kutokana na kwamba pia TFF na bodi ya ligi wamesema haraka iwezekanavyo watatangaza tarehe mpya ya dabi hiyo. Sasa tunaona kabisa kwamba Young Africans katika swala hili wanaenda kuangukia pua. Huenda kwamba TFF na bodi ya ligi wakaanza tu kwa kuwazungusha Young Africans mpaka pale tarehe itakapopangwa na mechi itakapotaja kuchezwa, ndipo wao wajibiwe rufaa zao ambazo watazituma katika mamlaka hizo za bodi ya ligi. Kilichoamriwa na kasi sio kuondoa kabisa shauri la klabu ya Young Africans, ila bali wametakiwa kwamba waje wapite kwanza katika mamlaka za ndani ndipo wapeleke shauri lao kasi. Kwa hiyo kesi bado iko pale pale na bado mbichi sana. Msimamo wa Young Africans ni kwamba hawatacheza na wako tayari hata kushushwa daraja, wako tayari, lakini hawatashiriki mchezo wowote wa Ligi Kuu Tanzania Bara mchezo namba 184 ambao ulitajwa kuchezwa Machi 8, na mchezo huo kuvurugwa pasi na kufuata taratibu na kanuni na sheria za
TFF na FIFA. Kwa nukta hiyo, Young Africans wao wameshikilia msimamo wao kwamba hawatacheza mechi yoyote mpaka pale ufumbuzi na TFF watoe sababu za kuahirishwa kwa mchezo huo pasina sababu maalum ambazo zilifanya kuahirishwa kwa mchezo huo. Katika utetezi wao, Young Africans waliomba CAS izuie mchezo huo usipangiwe tarehe, lakini walichokizungumza CAS ni kwamba wao hawana mamlaka ya kuingilia ratiba ya ligi kuu yoyote, badala yake kwamba wao walichokuwa wanatamani kukiona kwamba Young Africans wameenda nacho ni kwamba maamuzi ya bodi ya ligi kuhusiana na rufaa yao ilikuwa ni vipi. Yani CAS wao waliwataka Young Africans waende na barua ambayo imetoka katika bodi ya ligi au TFF juu ya uamuzi wa swala hilo. Lakini Young Africans walienda kupeleka mashtaka yao huko pasina barua hiyo ambayo inatoka katika kamati ya rufani ya bodi ya ligi na TFF. Kwa nukta hiyo sasa unaona kabisa kwamba bodi ya ligi wao wamesema kwamba wataupangia tarehe mchezo huo, lakini Young Africans msimamo wao kwamba hawatacheza mchezo huo. Wanaona kabisa kwamba kinakwenda kutokea tena kipute kingine kama Young Africans wataendelea kushikilia bomba juu ya hiki ambacho kinazungumziwa. Wanaona kabisa kwamba kama pia mechi hiyo itakuwa na officials wote kutoka TFF na bodi ya ligi, unaona kabisa kwamba Simba Sports Club anaenda kupewa pointi za mezani kama Young Africans hawatapeleka timu uwanjani na kama wataendelea na msimamo wao wa kutocheza mechi nyingine ya derby. Lakini kinachoonekana kwa sasa kwamba Young Africans wanahitaji kupeleka barua yao ya rufani katika kamati ya rufani ya TFF na bodi ya ligi. Je, majibu yatatoka haraka iwezekanavyo ili Young Africans warudi tena kasi kwenda kupata suluhu ya jambo hilo ambalo wao wana redemand, au TFF na bodi ya ligi wataanza kuwapiga danadana mpaka pale ambapo mechi hiyo itapangiwa tarehe na itachezwa? Sasa swali la kujiuliza, lakini majibu yote tunayapata hapo kwenye comment. Hakikisha kwamba una drop comment yako hapo ili tuweze kukutana katika comment hapo, tuweze kujuzana ni nini kitakachotokea na nini kitakacho happen juu ya swala hilo. Lakini unaona kabisa kwamba kwa taarifa iliyotolewa na bodi ya ligi, unaona kabisa kwamba kwa taarifa iliyotolewa na TFF, unaona kabisa kwamba hapa ni kama wanakomoana hivi. Yani barua hiyo na jinsi ambavyo ilikuwa inasomeka ni kama walikuwa wanakomoana, na waliokuwa wanakomolewa hapo ni Young Africans. Hakuna timu nyingine hapo au hakuna idara nyingine ambayo ilionekana kukandamizwa katika barua hiyo. Unaona kabisa kwamba Young Africans ni kama walitumia nguvu sana katika kutafuta suluhu ya jambo hili, tofauti na wao TFF na bodi ya ligi walivyokuwa wanataka wao. Ngoma hii bado imezidi kuibua sura mpya siku hadi siku. Bado hatujaona kwamba Young Africans wako tayari kucheza mechi hii, lakini pia mpaka sasa Young Africans hawajatoa taarifa yoyote, tofauti na taarifa ambayo ilitolewa kwa president wa klabu hiyo alivyozungumza juu ya kila alichoulizwa huko Zanzibar alipokuwa akifanyiwa mahojiano na waandishi wa habari juu ya taarifa za CAS ambazo zimetolewa. Yeye alijibu kwamba hazitambui hizo taarifa. Anachokitambua yeye ni ubingwa huu ambao wameuchukua, kombe la muungano wa Zanzibar. Moja kati ya taarifa ambayo imewastua watu wengi na walitegemea kwamba labda Rais Engineer Said angeweza kutoa ufafanuzi juu ya jambo hili au labda angeweza kuongea kitu chochote juu ya hiki, lakini alichokizungumza yeye ni hicho. Bana, tukutane katika comment hapo ili tuweze kujuzana ni nini kinachoendelea na nini kinacho happen hapo. Je, Young Africans watakubali kucheza mechi kwa mara nyingine ama Simba atajiokotea pointi zake za mezani? Majibu yote unayo wewe hapo, tirika katika comment yako. Tukutane katika updates zingine zijazo, na hapa ni H&T Media. Bye bye.